nasikia wanasema amekufa kwa ajili ya mtoto wake kukamatwa kwenda kituoni. Tumeazimia kwamba ambaye tunahisi naye kwamba ni mwizi, hata kama sio mwizi, sisi anatoa milioni 1,700,000. Piga fimbo 25. Wakamaliza wakasema tunakuomba milioni 1,700,000 utoe utukabidhi. Usipotukabidhi tunakuzira na mama yako. Mimi ninaumwa kisukari, nina miaka 15 ambayo nimeugua ugonjwa huu wa kisukari. Umeua nguvu zote mwilini, sina nguvu na wananiomba hizo hela, hata hospitali penyewe siendi kwa sababu sina hata uwezo wa kwenda hospitalini. Najisikia vibaya maana watu hawaji, dada yangu haji, kaka yangu haji, ndugu zangu hata wako jirani, mke mwenzangu wenye nyumba kubwa huu hawaji hapa. Yaani ni mimi mwenyewe tu na huyo kijana wangu wananikimbia kabisa, wanasema huyu anakuja hatumtaki, tulishamzira. Wananikimbia kabisa, duka wanafunga. Adhabu hii ya kutengwa ni kwamba hauruhusiwi kuchangamana na mwanajamii kwa lolote. Yaani kununua hauruhusiwi katikati ya jamii, kupata mahitaji yako ya muhimu hauruhusiwi, yani kununua. Lakini pia hata kusalimiana na watu hauruhusiwi. Unaweza ukamsalimia mtu yani anakupita tu anakuangalia hivi, yani anaondoka anaenda zake. Hauruhusiwi kwa namna hiyo. Lakini pia hata kuchangamana na watu, kwenda kukaa kwenye kundi la watu, siruhusiwi kwa namna hiyo. Hata mama yangu kusalimiana naye au kumjulia hali siruhusiwi kwa lolote, na amepewa onyo. Kutokea mkoani Mara, inaelezwa hofu imetanda miongoni mwa wakazi wa kijiji cha Komuge, wilaya ya Rorya, kutokana na uwepo wa adhabu kali zinazotolewa na baraza la vijana kijijini hapo. Baadhi ya adhabu zinazotolewa na baraza la vijana katika kijiji hicho ni pamoja na kucharazwa viboko hadharani visivyokuwa na idadi kwa baadhi ya wakazi wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali ya utovu wa nidhamu, huku wengine wakitozwa faini isiyopungua kiasi cha fedha 500,000 na hata kutengwa na jamii kwa kunyimwa huduma ya kuuza au kununua bidhaa katika kijiji hicho. Kati ya mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu, zaidi ya watu 4 wamekumbana na adhabu ya kucharazwa viboko hadharani, huku familia 2 zikitengwa kwa kuzuiwa kupata huduma yoyote ya kijamii ndani ya kijiji hicho kutokana na kosa la mmoja wa wanafamilia. Mimi naitwa Serina Paulo Makoba. Nilikuwa nimelala tu humu ndani. Nikawa kumbe hiyo sukari inaniuaga, akili inaisha. Sasa nikawa nimelala. Nasikia wanasema amekufa kwa ajili ya mtoto wake kukamatwa kwenda kituoni. Nasema mtoto wangu, nikashtuka. Mtoto wako amekamatwa kwenda kituoni. Shida eti wanakisia labda uizi uliotokea vibandani labda ni yeye. Wamemkamata na kitu? Hamna, hawakumkamata na kitu. Wamemkamata tu yeye mwenyewe kumpeleka kituoni Kinesi. Akamaliza wiki nzima ndo wakamtoa wakamleta. Walipomleta vijana wakasema sisi tumeazimia kwamba ambaye tunahisi naye kwamba ni mwizi, hata kama sio mwizi, sisi anatoa milioni 1,700,000. Sasa nikasema atoe kitu na hakukamata na kitu. Wakati wamempeleka kituoni, wamemkamata na nini? Hawakumkamata na kitu. Akamaliza wiki nzima wakamtoa kwa, akaja hapa nyumbani. Mtoto akawa analia anasema mama mimi nimekamatwa kwenda kituoni. Na hawakumkamata hata na sabuni, hata na chumvi, hata na kitu chochote. Sasa mimi wamenikamata, nasema nimekosa gani? Au mama yangu amefanya nini huko? Basi wakaenda huko vibandani wakampiga fimbo 25. Wakamaliza wakasema tunakuomba milioni 1,700,000 utoe utukabidhi. Usipotukabidhi tunakuzira na mama yako. Kutokana na madhara hayo, baadhi ya waathirika wameanza kupaza sauti zao wakiomba mamlaka za serikali kuingilia kati kwa nusuru na adhabu kali zinazokeuka misingi ya haki na utawala bora. Naitwa Lawrence Moi, mkazi wa kijiji cha Komuge. Mtu aliyekuwa amepigwa faini kwa ajili ya kurejesha ile faini ili kuungana pamoja na wanajamii kutokana na kosa la kijana wake, alikuwa amefanya matukio ya wizi. Kwa hiyo akapigwa faini hiyo kwa ajili ya kuirejesha. Kwa hiyo siku alipokuwa ameileta, baada ya kurejesha na ajenda zote zikawa zimeisha pale mezani, mwenyekiti akawa anaahirisha kikao kwamba kikao kingine kinapangwa tarehe 5. Siku hiyo ni siku ya Sabato, na hata kama ameweka kikao kwa ajili ya siku hiyo, basi atambue kwamba ni siku ya Sabato. Mwenyekiti akaniambia kwamba unataka kutusumbua, na kwa namna hiyo ili tuweke akili zako ziweze kukaa sawa, basi lala chini tukuchape. Akanyanyuka na kutoa uamuzi kwamba kuanzia leo hii tumemtenga na wala hatutashirikiana na Lawrence Moi. Kwa akasema kwamba mimi nimekataa jamii. Kwa hiyo wakatangaza kwamba kwa sababu ametukataa sisi nao tumemkataa mpaka pale atakapotutafuta. Na adhabu yake atapigwa faini ya shilingi 500,000.
Nikiugua na bomoa mlango anakuja kunihudumia humo ndani, sisi wenyewe wawili na kijana wangu huyo. Ndio tumebaki hapa. Na ni mtoto mdogo ana miaka 20 tu. Wamemzira, wanaomba 1,000,000 na 700,000 hizo. Nasema jamani, mimi mwenyewe sitembei, naumwa, macho hayaoni. Amenifanyia hapa mihogo hiyo nilikuwepo huko shambani, amekuja hapa nimemenya, na hangaika hivyo, macho hayaoni, na hangaika na achapa majitu tena na yarudia, na teseka hivyo. Anasema sasa kwani mama, tungekuwa tuko pamoja na watu ndio tungekuwa tunahangaika hivyo. Mimi ninaumwa kisukari, nina miaka 15 ambayo nimeugua ugonjwa huu wa kisukari. Umeua nguvu zote mwilini, sina nguvu, na wananiomba hizo hela. Hata hospitali penyewe siendi kwa sababu sina hata uwezo wa kwenda hospitalini. Hofu ya adhabu ya viboko, faini na kutengwa inaelezwa kuwa imefifisha uhuru wa maoni na mawazo kwenye vikao na mikutano ya kijiji, kwa sababu baadhi ya walioadhibiwa walikumbwa na kadhia hiyo mara baada ya kutoa maoni yaliyotafsiriwa na uongozi kuwa ni ukosefu wa nidhamu. Serikali hii itatusaidiaje kwenye huo mpango? Wanauonaje? Kwa kweli watoto wengi wananyanyasika. Kwanza mtu akija kunani kulalamika pale, jamani, fulani wamemuonea, sio hivi, ni hivi na hivi. Unaambiwa rara chini, unaanza kuchapa viboko, na viboko vyenyewe wanasema havihesabiki. Wengine 25 mpaka 50 watu wanachapa viboko. Yule mama alilaza fimbo, akachapwa kabisa, ambacho si kitendo cha kweli, alichapwa kweli na watu waliumia. Imeniathiri mpaka kwenye upande mzima wa kazi, lakini pia hata kuniathiri kukaa mbali na familia yangu. Maana nikiendelea kukaa na familia tunaweza tukafa kwa njaa. Ni watoto wadogo, mkubwa yuko chekechea. Hasa je, hao watoto wadogo ninaweza kuishije nao hapa kijijini, na huku nimenyimwa haki ya kuzungumza na mtu yoyote yule? Sasa imeniathiri kwa sehemu kubwa hata kwenye familia yangu, kutengana mbali na familia yangu. Kama nitafika tena pale nyumbani, basi naye pia wanamfungia. Kwa hiyo hata kuzungumza na mama yangu siruhusiwi. Ni vibaya sana, najisikia. Chakula tunahemea kinesi, kununua mboga kinesi, chumvi kinesi, sabuni kinesi, kila kitu kinesi. Hata dukani wamenitenga huko center. Wananikimbia kabisa, wanasema huyu anakuja hatumtaki, tulishamzira. Wananikimbia kabisa, duka wanafunga. Kuhemea ni shida kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu macho yenyewe hata kutembea mpaka pale kwenye mahindi sioni. Hapa nilipokaa, yani nafanya kazi, nimekaa hapa nyumbani tu. Hapa kwenye uwanja tusitoki. Hata maji sifuati, maji ni huyo kijana ndo fuati kisimani huko mbali. Machakani huko ndo anafuata. Mama mzazi wa mmoja wa vijana waliopewa adhabu ya kutengwa anasikika akisema, tulidhani vijana wataleta mabadiliko, lakini sasa hatuwezi hata kuuliza maswali bila kuonekana maadui wa maendeleo. Kwa jina naitwa Gaudensia Egito. Hiki kikundi cha umoja wa vijana ni kizuri sana, nimefurahi nacho sana. Kikundi kinachozuia masuala ya wizi hauonekani hapa, ni sawa. Lakini kuna masuala mengine yapo ya uonevu. Wanapiga ngoma, wanadai kwamba rau hatutaki mtu afike kwake, na mke wake alikuwa ni fundi, ana nguo za watu, mwenye nguo pale imekula kwake. Sasa nashangaa mpaka watu wanakuja wananifuata mimi. Mama rau, nguo zetu ziko kwa kijana wako, tutafanyaje? Mkamwana wako na nguo zetu nyingi, si tufanyeje? Jamani, ndio sheria mlioitoa, mimi nifanyeje jamani? Lakini vipi kuhusu upande wa baraza hilo la vijana linalotuhumiwa kutoa adhabu kali? Wao wanalitazamaje jambo hilo? Kwenye adhabu zinazotolewa na moja wa vijana, kwa namna moja zinasaidia, lakini pia kwa namna nyingine zinataalisha kwa mhusika, hasa swala zima la kiuchumi, lakini pia kiafya. Hususan yule anayepokea adhabu, kama ni kijana anapochapo pale, pengine anaweza akapata maumivu makali kumfanya basi hata asiendelee na kazi za kila siku. Lakini pia kwenye upande wa adhabu hizo zinaenda kuleta athari kwenye zile familia ambazo zinakuwa ni duni, hazina uwezo wala kipato cha kukidhi ile adhabu. Kwa moja tunaona hizo ni moja ya hasara ambazo zinatokana na umoja wa vijana. Japo kwa upande mwingine zinasaidia kwamba zinaweka tension za watu au vijana, zinawashepu kitabia. Idadi ya viboko inaendana na kosa pamoja na umri. Mtu anayekosa anapofika pale kuadhibiwa, huwa anaadhibiwa, mara nyingi huwa analala kiadhibiwa kwenye makalio. Lakini kwenye idadi ya viboko sina uhakika, yani sina idadi kamili. Huyu ni mmoja wa viongozi wa baraza la vijana kijiji cha Komuge.
Kwa upande wa mamlaka za kiserikali, Ayo TV imefanya jitihada za kumtafuta mkuu wa wilaya ya Rorya kufahamu endapo ofisi yake ina taarifa na uwepo wa adhabu kali kijijini hapo. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Ayo TV inaendelea kumtafuta kusikia upande wake.